Tukisalia huko Afrika Mashariki, zikiwa zimebaki chini ya wiki mbili kabla ya Tanzania kufanya uchaguzi wake mkuu wa 7 tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini humo mwaka 1992, mwaka huu uchaguzi unafanyika bila uwepo wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema ambacho kilitangaza kutoshiriki uchaguzi huo mpaka pale maboresho ya mfumo mzima wa uchaguzi yatakapofanyika, hususan kuandikwa kwa katiba mpya. Katika chaguzi 6 zilizopita, vyombo vya habari nchini humo vilitupiwa lawama na watafiti pamoja na wafuatiliaji wa siasa kuwa vimekuwa havitoi nafasi sawa kwa vyama vyote wakati wa kampeni. Swali ni je, mara hii vyombo vya habari vinatazamwa vipi? Hii hapa ni ripoti ya mwandishi wetu Doto Bulendu. Kwa sasa nchini Tanzania, habari kuu zinazogonga vichwa vya habari na kutawala kurasa za mbele za magazeti, mijadala katika mitandao ya kijamii, redio na televisheni ni mwenendo wa kampeni ambazo zinazidi kuchanja mbuga. Lakini je, hadhira ya habari hizo, kwa maana ya wasomaji, wasikilizaji na watazamaji pamoja na watumiaji wa mitandao ya kijamii, wanatathmini vipi kile kinacholetwa na vyombo vya habari wakati huu wa kampeni? Wengi wamekuwa wakichagiza kwa Oktoba tunatiki, Oktoba tunatiki. Sijaona hoja ya msingi ya kudadavua zile sera zinazowasilishwa. Kwangu mimi, hasa hapa nchini Tanzania, nimekuwa nikisikiliza Chama cha Mapinduzi CCM, ndio ripoti zimekuwa zikitolewa sana. Taarifa kienda sehemu fulani za kampeni nimekuwa nikisikia, lakini vyama vingine tumevishuhudia, lakini vile ambavyo havina upinzani mkubwa na havifahamiki sana. Kuhusiana na content za uchaguzi ni kama vile matangazo. Kwa lugha mtaani naweza kusema ni unga, kwa maana ya kwamba havitoshelezi, hawajazama inside kudadavua ikiwa kile kinachosemwa ni kweli kinaweza kutekelezeka au la. Mamlaka nchini Tanzania zimekuwa zikivinyoshea kidole baadhi ya vyombo vya habari kwa madai ya kukiuka maadili na sheria nyakati za uchaguzi. Wiki chache zimepita, hali ikoje kwa mwaka huu? Namuuliza Edwin Soko, mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika MISA nchini Tanzania, juu ya hali ya waandishi wa habari na vyombo vya habari wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Ni kuanzia kampeni zilipokuwa zimeanza Agosti 28 mwaka huu, tumekuwa hatuna visa mkasa au madhira yaliyotokea kwa waandishi wa habari ya kuweza kuyarekodi na kuyaonyesha kama ni athari katika kampeni hizi. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani vyombo vya habari vimekuwa na weledi mkubwa. Kutupiliwa mbali kwa baadhi ya habari, maeneo ya pembezoni kutokupewa kipaumbele, wagombea wasio na ukwasi kutokutengeneza habari, ni kilio cha muda mrefu nyakati za uchaguzi. Watafiti wanautazama vipi mwenendo huu mpaka sasa? Namuuliza Dr. Kanaeli Kale ambaye ni mtafiti na mhadhiri mwandamizi katika shule ya habari ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Kwa hiyo bado Tanzania tunatakiwa tuendelee, waandishi wa habari wanatakiwa kuendelea kuhamasisha wananchi na kutoa elimu, kuhakikisha kwamba wagombea wote wanapata nafasi ya kuelezea sera zao na ilani zao za uchaguzi. Kwa niaba ya DW, mimi ni Doto Bulendu. Ni wakati muafaka sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao yetu ya kijamii, na tayari mwenzangu Najat Omar amewasili hapa studio. Najat, naona unatabasamu. Kuna nini huko, japokuwa kuna habari za majonzi huko Kenya kwa wenzetu? Hakika, na tunaanzia huko nchini Kenya ambako hadi mchana huu taarifa zinaendelea kusambaa kwamba watu 3 wamefariki kutokana na vurugu zilizotokea jana katika uwanja wa michezo wa Kasarani, kwa kile ambacho kilitokea kati ya waombolezaji ama wananchi waliofika kuaga mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Raila Odinga kufariki huko nchini India. Na video ambayo inatembea kutokana na tukio hilo ni la baba mmoja ambaye ni babake mzee Otieno Ogutu, ambaye anaonyesha jinsi gani anavolia katika ile gari ya kubebea wagonjwa ambalesi, jinsi kijana wake alivyofariki kati ya hao 3. Kijana wake anaitwa Vincent Otieno ambaye ana miaka 40, ameacha wake sijui ni wangapi na watoto 3. Baba anasema akati video inasambaa, Bakari na msikizaji, inasema huyu ndo mtoto wangu wa pekee.
Inasikitisha. Wanasemaje wa Kenya wenyewe? Watu wa Kenya wenyewe na watumiaji wa mitandao wanasema mazungumzo mengi, lakini maoni haya yanatoka kwa Agatha na aliandika kwenye mtandao wa X, anasema hapana jamani, inakuwaje mtu anaenda kumwaga mtu na mtu anapoteza maisha, ni mtihani. Angela Fidi anasema ni huzuni kubwa sana, familia imepoteza mtoto wake wa kipekee, hatuwezi kuendelea kuona maumivu haya bila kuchukuliwa hatua. Kenya Watch inasema inasikitisha kuona maisha yanapotea katika tukio la amani namna hii, polisi wanapaswa kuwajibishwa. Tugeukie sasa huko nchini Tanzania ambako baada ya mahakama kuu masjala kuu ya Dodoma kutupilia mbali kesi ya mgombea urais kupitia chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina, ikieleza kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC haipaswi kuingiliwa na chombo chochote kwa jambo hilo ambalo limefanywa. Sasa jana na leo asubuhi mjadala umekuja kwamba uongozi wa chama cha ACT Wazalendo wako tayari kukata rufaa nyingine ya pili na uamuzi wa mahakama kwenda katika masjala kuu ya Dodoma kwa ajili ya kuipambania kesi hiyo, huku tukiwa tumebakia na siku wiki mbili ama chini ya wiki mbili. Kwa hiyo sasa na tunavyojua hapana, yani tunavyojua heka za mahakamani, kesi inaweza kupita Jumanne na kampeni zikafanyika na mgombea urais akasimama. Bakari, wanasemaje wa Tanzania wenyewe? Kiza Eriki anasema alibugi Mpina alibugi angeenda kugombea tu ubunge kupitia chama chingine, pengine mambo yangekuwa tofauti. Musa Linyo anasema Mpina ni mpinzani wa kweli, lakini sehemu aliyoichagua ndio ambayo ilipoteza mwelekeo. Alimuba anasema hivi ACT hata wakikata rufaa watapata hiyo nafasi lini, na je itawezekana? Benki Kuu ya Tanzania BOT imekanusha taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikisema kwamba benki imesambaza ama kuchapisha fedha nyingi katika mzunguko kwa ajili ya kusaidia uchaguzi ambao ndo bado siku kadhaa Tanzania kufanya uchaguzi wake. Taarifa iliyotolewa leo na gavana wa Benki Kuu Emmanuel Tutuba imesema madai hayo si ya ukweli, na isipokuwa benki inatoa pesa ama inachapisha pesa kwa mahitaji ya mzunguko wa kanuni na sheria za nchi. Kuna taarifa ilisambaa kwamba pesa zipo katika mzunguko, lakini mzunguko uliopo pesa iliyopo huko nchini Tanzania ni kwenye uchaguzi. Kwamba zimechapishwa kwa ajili ya uchaguzi. Zipo nyingi, lakini kwenye mzunguko wa watu waliopo kwenye uchaguzi. Mzunguko mwingine pesa hazipo. Malalamiko haya yamekuwa katika mitandao ya kijamii. Maoni kwa mfano anasema Alfred Moni anasema kumbe ni kweli kuna hela zimechapishwa, tulitaka tu tujue kwa sababu mkithibitisha ni kwamba tumejua. Kinenge anasema kila taarifa ya ukweli lazima mtakuja kuthibitisha. Hii ndio Tanzania yangu. Zawadi Isa anasema ni vizuri sana, manake serikali kazi yake ni ipo kukanusha tu. Ili la pili ninajua hulipendi, Bakari hujalisema. Leo ni siku ya kupinga umasikini kama alivyosema Mutima huko Kongo, lakini nikwambie leo pia ni siku maalumu ambayo inaadhimishwa duniani kote, siku ya kumsahau aliyekuwa mpenzi wako, kumsamehe na kumsahau aliyekuwa mpenzi wako. Siku hii maalumu huadhimishwa kwa ajili ya watu kuachia maumivu ya zamani kutoka kwenye mahusiano yaliyovunjika na wapenzi wao. Na sio kwamba ni siku ya kuadhimisha kwamba watu warudiane, Makai na msikilizaji, hapana. Ni ile unaachia maumivu na unapumua, unasamehe na kuanza ukurasa mpya. Lakini wewe mwenyewe unaweza au inategemea na mambo yaliyotokea kwenye humba? Unaniuliza mie? Mie yule apate tu shida. Haya, maoni ni mengi na tumechapisha taarifa hii kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram. Anaitwa Samjuma anasema labda ni Rogwe. Manake anasema itakuwa si rahisi kumsamehe. Chomsdula anasema kama yupo Urusi je itakuwaje, pengine huko ishakufa hata nikimsamehe. Mina Rahima anasema duniani kuna siku hii ni mpya sijawahi kuisikia. Bakari, wewe unaweza kusamehe? Kwa kweli mimi moyo wangu nadhani ni safi, kwa hiyo niwatakie tu heri. Uwatakie yani nawatakia kila la kheri na wapate kizazi chema pia vile vile. Allahumma amin.